Iran na Israeli, ndugu wawili walioamua kutofautiana na kuonyeshana nani ni mkubwa. Historia baina ya Wayahudi na Uajemi, ambayo ni Irani ya sasa, imeonyeshwa kwa kuandikwa katika Biblia, kitabu kitakatifu cha Wakristo, ambapo Mfalme Korashi Mkuu ama Cyrus the Great wa Uajemi wa mwaka 530 mpaka 550 kabla hata ya kuja kwa Kristo. Koresh aliwapa Wayahudi kibali cha kurudi Yerusalemu na kujenga tena hekalu la pili, jambo lililowafanya Wayahudi kumheshimu sana hadi hii leo, na imeandikwa katika kitabu cha Ezra sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 4. Iran ilikuwa mojawapo ya makazi makubwa ya Wayahudi nje ya nchi ya Israeli kwa karne nyingi. Kuna hadithi ya Malkia Esther iliyoandikwa katika kitabu cha Biblia. Esther aliishi Uajemi na akaolewa na Mfalme Ahasuero, ambaye aliwasaidia Wayahudi kutouawa Wayahudi waliokuwa wakiishi Uajemi, ambayo ni Irani. Kijiografia na kiutamaduni, Israeli na Irani zote ni sehemu ya Mashariki ya Kati, na ustaarabu wao wa kale ulijengwa kwa ukaribu sana. Wamewahi kushirikiana katika biashara, dini, hata falsafa. Kihistoria, Yesu Kristo ama Yeshua kwa Kiebrania pamoja na Mtume Muhammad, wawili hawa ni ndugu. Kulingana na dini za Uyahudi, Ukristo na Uislamu, Ibrahimu ndiye baba wa mataifa mengi, na Mungu alimbariki Ibrahimu watoto wawili, Ishmaeli pamoja na Isaka. Ishmaeli kupitia hijra ndiye akawa mwanzo wa Waarabu, ambapo baadaye anapatikana Mtume Muhammad. Isaka kupitia Sara, ambaye Isaka baadaye akapata watoto wawili, Esau na Yakobo, ambapo Yakobo ndiye chanzo cha makabila 12 ya Israeli. Katika makabila hayo, kabila la Yuda, Yesu ama Isa bin Maryam anazaliwa. Yesu ama Isa ametajwa zaidi ya mara 20 kwa heshima kubwa katika vitabu vya Kiislamu. Wayahudi walihifadhiwa Iran kwa heshima na usalama baada ya kukumbwa na mateso, chuki na kufukuzwa kutoka katika nchi za Uingereza, Ufaransa, Uhispania, Ujerumani na Poland. Nchi za Kiislamu kama Iran, Ottoman Empire ambayo ni Uturuki ya kileo, na Morocco ziliheshimu sana Wayahudi kwa kiasi kikubwa zaidi kuliko hata Ulaya. Wakati wa Nasir al-Din Shah miaka ya 1800 kulikuwa na ubaguzi fulani kwa Wayahudi wa ndani, lakini hawakufukuzwa. Wayahudi waliishi katika miji kama Isfahan, Tehran, Shiraz, Yazdi na Hamadan. Iran ilikuwa hifadhi muhimu kwa Wayahudi waliokuwa wakitoroka Nazi, hasa kupitia Poland na Urusi waliopita Iran kuelekea Palestina. Waisraeli wa leo wa ukoo wa Iran ama Persian Jews ni ushahidi wa urithi huo. Tangu kuanzishwa kwa taifa la Israeli mwaka 1948 hadi mwaka 1979, Iran ilikuwa moja ya nchi za Kiislamu zilizotambua Israeli na kuwa na uhusiano wa kidiplomasia na kibiashara. Wayahudi walioko Iran walikuwa na uhuru wa kuabudu, jenga shule, masinagogi na kuishi kama raia wa kawaida. Lakini baada ya mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979, anguko la Shah na kuingia kwa Ayatollah Khomeini, serikali mpya ilitangaza Israeli kama adui wa Uislamu na kuacha mahusiano. Hata hivyo, Wayahudi wa Iran hawakufukuzwa, walipewa uhuru na kuendelea na maisha yao, lakini chini ya uangalizi mkubwa. Iran ina kiti maalum cha Uyahudi bungeni hadi hii leo, jambo la kipekee kabisa katika nchi ya Kiislamu. Wakristo wengi wanaopatikana nchini Marekani huamini ya kuwa Israeli ni taifa teule la Mungu, hivyo kuwasaidia Israeli ni agizo la kiimani. Israeli ni mshiriki wa kimkakati wa Marekani katika ukanda unaojaa mafuta, migogoro na mataifa ya Kiislamu. Inatumika kama kituo cha ujasusi ama intel base dhidi ya Iran, Syria na Lebanon, na pia ushawishi wa Zionisti lobby ndani ya siasa ya Marekani. Sasa Zayuni ama Uzayuni ni nini? Ni itikadi ya kisiasa na kijamii iliyozaliwa mwishoni mwa karne ya 19 ikiwa na malengo ya kuanzisha taifa la Kiyahudi lililokuwa ni huru. Theodor Herzl, Myahudi kutoka Austria, alianzisha harakati za Uzayuni kupitia kitabu chake Die Judenstaat, kikiwa na maana ya The Jewish State mwaka 1896.
Sababu ya kuanzishwa kwa Uzayuni ama Zionism, Wayahudi walikuwa wakibaguliwa na kufukuzwa Ulaya, mauaji ya Wayahudi katika Urusi na Ulaya Mashariki, na pia matukio ya chuki dhidi ya Wayahudi yaliyosababisha wazo la turejee nyumbani. Swali ni je, Zionism ni kivuli cha siasa ya ubepari? Zipo sababu nyingi zinazowafanya watu kuamini ya kuwa Zionism ni kivuli cha ubepari. Namba moja, uungwaji mkono na mataifa ya kibepari. Mataifa kama Uingereza waliotoa Balfour Declaration mwaka 1917, Marekani, Ufaransa yameisaidia Zionism kifedha, silaha na diplomasia. Mataifa haya yana mfumo wa kibepari na yana maslahi ya kiuchumi Mashariki ya Kati, hasa mafuta. Pia ina teknolojia ya hali ya juu, benki kubwa, kampuni za silaha na mfumo wa soko huria. Inatosha kabisa watu kuamini ya kuwa kuna uhalisia wa ushirikiano wa Zionism na ubepari. Takwimu zinaonyesha kuwa Marekani inamsaidia sana Israeli, kwani hutoa msaada wa kifedha kiasi dola za Kimarekani bilioni 3.8 kwa mwaka kwa makubaliano ya miaka 10. Marekani huipa Israeli makombora ya kisasa kama Iron Dome pamoja na Arrow System, ndege za kivita F-35 na F-15, rada, drones na mifumo ya satellite. Mashirika kama CIA na Mossad hushirikiana kwa ukaribu. Marekani inafaidika kivipi? Udhibiti wa kisiasa za Mashariki ya Kati. Kupitia Israeli, Marekani hushinikiza nchi za Kiislamu hasa Iran. Marekani humuuzia silaha Muisraeli, na pia Marekani hupata teknolojia ya upelelezi kutoka kwa Muisraeli. Hii teknolojia ya upelelezi inayofahamika kwa jina la spyware ni programu zinazopenyezwa kwenye simu, kompyuta ili kuchukua maandishi ya ujumbe, kwa mfano SMS, WhatsApp text pamoja na Telegram. Pia hutumika kwa maeneo unayoyatembelea, mfano sauti, picha au video hukamatwa pale unapotumia kamera ama maiki bila wewe kufahamu. Pia kuna aina za spare tech ambazo ni spareware, drones za upelelezi, facial recognition ama kutambua sura, matumizi ya kamera za CCTV pamoja na mfumo wa artificial intelligence zinaweza kutambua uso wa mtu hata akiwa kwenye umati. Spy satellite, satellite za kijasusi. Satellite zinazoruka juu ya dunia na kupiga picha za maeneo ya kijeshi, vinu vya nyuklia pamoja na harakati za maadui. Marekani, China na Israeli zote zina spy satellite. Signal intelligence hutumika kukusanya taarifa kutoka kwenye mawasiliano ya redio, simu au internet. Mataifa makubwa yenye spy tech kamili ni kama Marekani, Israeli, China pamoja na Urusi. Israeli ni miongoni mwa vinara wa dunia katika spy tech kupitia mashirika kama Masud, Unity 8200 pamoja na kampuni kama NSO Group. Nimemaliza. Jina langu ni Wycliffe Yohana Peter.